Habari za jioni ndugu. Kwa majina naitwa Boaz Joseph. Ni mhitimu katika kozi ya usimamizi rasilimali watu, yani Human Resource Management mwaka 2021. Niko hapa kuzungumzia mambo matatu. Jambo la kwanza nahitaji kuzungumzia swala la aptitude test kwa njia ya mtandao ambao tunaita online interview. Kwa swala la online interview, nitazungumza kidogo kuhusiana na uzoefu ambao niko nao katika eneo hilo. By the way, nimewahi kuatendi interview kama 2 hivi ambazo zilifanyika kwa njia ya online. Interview ya kwanza nilifanya written interview online ya Tume Huru ya Taifa ya Mahakama ambayo ni TJSC, ambayo ile wakati tumefika katika eneo husika siku ile ya asubuhi, tulikuta wale wasimamizi wapo, na baada ya kuwa wapo walikagua vyeti vyetu. Walivyohakikisha kwamba kila mtu ana attachments ambazo zinahitajika kwa mujibu wa tangazo, walituingiza katika chumba cha interview, na baada ya kuwa tumeingia katika chumba kile cha interview, walituongoza kila mtu create account. Baada ya create account, tulisubirishwa kidogo kwa ajili ya muda wa kuanza interview kukamilika. Baada ya kuwa muda ule umekamilika, tuliambiwa twende katika eneo ambalo limeandikwa start quiz, sehemu ile ile ya account yako. Baada ya kuwa tumebonyeza lile eneo limeandikwa start quiz, yalitokea maswali, ambao maswali yale yalikuwa ni maswali ya kuchagua. Unakuta kuna swali pale wameweka dash, halafu wanaweka multiple choice, wanaweka zile alternatives za kuchagua, lakini kwa pembeni mkono wa kushoto kuna kuwa na viseiko kama viduara, ambavyo wewe kama utasoma kwamba labda jibu ni sentensi ya 3, kile kiduara cha upande wa kushoto utakibonyeza, yani utakiwekea doti kuonesha kwamba ndio jibu umefanyaje, umechagua. Baada ya kumekiwekea doti, ina maana kwamba ukishamaliza hapo, ukinext, lile swali linapotea, ndio linakuja swali lingine. Kwa hiyo ina maana unavofungua swali la kwanza kwa ule mtihani, hakukuwa na maswali yote kwamba yanaonekana pale kwenye ile interface ya kioo cha kompyuta, ila tu lilikuwa linakuja swali moja moja. Kwa hiyo ukishamaliza swali moja, next, ndio linatokea swali lingine. Ukijibu ile swali la pili kwa utaratibu ule ule, kwamba unasoma swali alafu kuna alternatives pale chini za kuchagua, ambapo wewe ukisha seiko, yani ukaweka doti kwenye kile kiduara ambacho kiko pembeni mwa kila sentensi za kuchagua ambao ndio majibu, sasa tayari ile unaenda ku next, ile swali linapotea, unakwenda la 3 hivyo hivyo mpaka mwisho. Maswali yalikuwa jumla 20. Sasa baada ya kuwa umemaliza maswali yote 20, kuna sehemu pale pale chini kwenye kioo chako unakuta pameandikwa next. Ukisha next, ilikuwa inatoa majibu pale pale. Kama umepata 2 kwa 20, umepata 1 kwa 20, 0 kwa 20, 20 kwa 20, inaonekana pale pale. Kwa hiyo baada ya hapo, ukisha next, majibu yakaja kwa umepata ngapi juu ya ngapi, unamuita msimamizi. Yeye alikuwa anakuja na rekodi zile marks. Baada ya hapo anaendelea kusubiri muda ufanyaje, ukamilike, ili wote mmalize. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo interview ile kwa njia ya online kwa upande wa Tume ya Taifa ya Mahakama ilifanyika kwa staili hiyo. Lakini nafikiri nikaja tena nikafanya mtihani wa online ambao ulikuwa ni wa Mamlaka ya Misitu. Ile ilikuwa inaitwa TFS. Ule mtihani wenyewe nilivyoingia pale, tuliongozwa kwamba tuingie kwenye, kuna system pale walituelekeza ya kuingia kwa kutumia zile credentials za ajira poto ambazo watu tunaingilia ajira poto. Baada ya kuwa tumeingia pale, kukawa na maswali, ila wao maswali yao sasa yalikuwa yanaonekana kuanzia swali la kwanza mpaka swali la, nafikiri kama nitakuwa sijakosea, yalikuwa maswali 30. Kwa hiyo wao ilikuwa swali la kwanza mpaka la 30, nayo yalikuwa ni kuchagua. Ilikuwa unaweka doti kwenye kibox kile cha pembeni kwa kila swali. Unakuta kila alternative ya kuchagua kuna kibox. Kwa hiyo ukiona labda sentensi ya kwanza ndio jibu, ya pili ndio jibu, au labda ya 3 ndio jibu, unaweka kidoti kwenye sentensi husika ambayo inaonesha ndio jibu la swali. Baada ya pale ukishamaliza, tulikuwa tunatakiwa kusubmit. Kwa ukisha submit, basi
unasubiri majibu. Yenyewe ilikuwa haitoi matokeo pale pale. Ilikuwa kwamba unasubiri kwa baadaye. Nafikiri tulimaliza ilikuwa mida ya asubuhi kwenye mida ya saa 5 hivi. Tukasubiri majibu yalikuja kutoka usiku almost kwenye mida ya saa 3 hivi saa 4. Kwa ndo jinsi ilivyokuwa. Lakini by the way, hizi online interviews naweza nikasema kwamba kwa kiasi kikubwa sana ajira poto wanajitahidi mno. Kwa sababu vijana wengine ambao hawako competent sana kwenye computers wanasaidiwa. Utakuta wale wasimamizi wako pale na wanajitahidi kufanya kila namna ambayo wanaweza ili isionekane mtoto atalaumu kwamba labda hakufanya kwa sababu hayuko vizuri kwenye kompyuta, isipokuwa tu wanamsaidia, wanamsetia, basi inabaki ni kazi yake kufanyaje? Kujibu mtihani na kufata taratibu zote ambazo zinatakiwa kwa ajili ya kusubmit ile kazi. Na by the way mimi naweza nikasema kwamba ajira poto kupitia wawakilishi wao wanajitahidi sana kuendelea kuboresha huduma ya namna ambavyo vijana wa Kitanzania wanafanya mitihani online ili waweze kufanya kwa wakati na matokeo yatoke kwa wakati. Lakini kingine ambacho nilikigundua kupitia interview ya mahakama ni kwamba wanajaribu kumtesti candidate uwezo wa kufikiria haraka haraka na kuweza kutoa majibu. Maana yake unapolisoma swali la kwanza ukajibu, halafu ukienda swali la pili la kwanza haulioni tena. Maana yake wanataka uhakikishe kwamba unavyosoma kwa haraka, usome kwa umakini na uweze kuchagua jibu sahihi. Lakini pia kunakuwa na set period of time kwamba angalau uendane na muda. Kwa hiyo wanachoweza kuwa wanafundisha watu pale kuwa makini kwa haraka, lakini pia na kuweza kufanya kazi ndani ya muda ili kuweza kuepuka kutokamilisha kazi au kazi kujisubmit ikiwa bado haujamaliza. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho wanaendelea kuboresha na mimi naona wakiendelea kufanya hivyo kidogo vijana watabadilika kuendana na kasi ya muda, lakini pia na kujifunza kufikiria kwa haraka tena katika positive way. Na baada ya hapo naweza nikazungumzia jinsi ambavyo hizo interviews zinafanyika kwa utaratibu huo kwa njia ya mtandao, sio manyo kwa maana ya kuandika. Na mchango wa Ajira Coach Platform katika kuwasaidia vijana wa Kitanzania ambao wanatafuta ajira ni kwamba wao wanajitahidi sana kwanza kuposti matangazo ya kazi zinazotokea ili vijana waweze kuomba. Na asilimia kubwa tumekuwa tukipata sana information katika hii Ajira Coach Platform, inatusaidia sana. Si hivyo tu, baada ya kuwa wameposti hayo matangazo ya kazi, baadaye wanajitahidi kutuma hata sample za baadhi ya maswali kwa kada mbalimbali ili vijana wanaoendelea kujiandaa kwa ajili ya saili mbalimbali waendelee kusoma na kupata mwelekeo wa kwamba kumbe kinachotakiwa katika interview ni nini. Na pale inawasaidia kupata picha halisi ya maswali ambavyo yanaweza yakatoka. Na kingine wanajitahidi pia kutuma hata baadhi ya response kwamba unapokuwa unafanya hizo interview either written au oral, unapaswa kufuata hatua gani ili uweze kufanikiwa. Kuna several tips au ways ambazo wamekuwa kizisuggest ambazo zinaweza kuwasaidia watoto ama vijana ambao wanatafuta kazi kwa ajili ya kufanya vizuri. Na baada ya hapo wamekuwa wakitoa mrejesho. Kwa mfano labda tuzungumzie issue ya matokeo kama yametoka, tuzungumzie issue labda ya usahihi kama kuna swali lilifanyika, wanakusanya maswali mbalimbali ambayo watu wameyafanya na wanajaribu kutoa ile possible correction ya majibu yalitakuwa yaweje. Kwa hiyo watu wanaendelea kujifunza katika namna kama hiyo. Kwa hiyo Ajira Coach Platform kwa kweli tunashukuru zaidi, wanaendelea kutusaidia na nafikiri inakuja kuwa moja ya online source ambayo inakuwa the leading, inasaidia mno na inakuja kushika kasi kubwa kwamba inaaminika na vijana wanaendelea kuitumia zaidi ili kuweza kuendelea kupata matangazo ya ajira, kuweza kupata maswali mbalimbali kwa kada mbalimbali pamoja na majibu ambayo yanawasaidia kupata mwongozo wa namna gani ya utatuzi wa baadhi ya maswali ambayo yalionekana kuwa changamoto kwa interviews mbalimbali. Kwa hiyo ombi langu kwao ni kuongeza kasi na kuendelea kujitengenezea hali na dhana ya uaminifu ili vijana tunaotafuta kazi basi tuendelee kuiamini zaidi na kuitumia zaidi kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Na nafikiri baada ya kuongea machache hayo mimi niwatakieni kila laheri, lakini pia niwashukuru ambao take time kusikiliza clip hii. Mungu awaongoze, msichoke. Wale ambao hamjapata ajira endeleeni kupambana, tumieni Ajira Coach Platform kupata hayo matangazo na kuendelea kujifunza zaidi
Mungu atawasaidia, kazi mtapata, ni swala la muda. All the best. Thank you so much.